ODM Raila Odinga kwa miaka mingi sasa. Eneo hili sasa likionekana kama mojawapo ya tegemeo kubwa la Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Viongozi wa kaunti za kaskazini mashariki wakiahidi kushawishi idadi kubwa ya wapiga kura kujiandikisha. Lakini je, eneo hili lina kura za kutosha kuchukua nafasi ya Mlima Kenya? Elizabeth Mutuku na taarifa hii kwa kina. Kaskazini mashariki ya Kenya ni eneo la wafugaji, wengi wa wakazi hapa wakiwa ni jamii ya Somali. We look alike, by the way. You see a Somali, you see a Somali. Our names are alike, we look alike. However, we are not the same. Eneo la kaskazini mashariki linatajwa kuwa mojawapo ya maeneo atakayokuwa na mchango mkubwa katika maamuzi ya atakayekuwa rais mwaka 2027. Januari mwaka huu mahakama iliamrisha kurudiwa kwa shughuli ya kuhesabu watu katika kaunti 3 za kaskazini mashariki. Hii ni baada ya kesi kuwasilishwa mahakamani kuhusiana na sensa ya mwaka 2019 katika kaunti hizo. Kulingana na shirika la kitaifa la hesabu ni kwamba tatizo hili huenda lilianza mwaka 2009 wakati ambapo idadi ya watu katika kaunti mbalimbali iliongezewa kwa kiasi kikubwa. Mwaka 2009 matokeo ya idadi ya watu katika maeneo ya Lagdera, Mandera Mashariki, Mandera ya Central, Mandera West, Wajir East, Turkana South, Turkana Central yalimulikwa na aliyekuwa waziri wa mipango wakati huo, Wycliffe Oparanya. The men were 3 times the women in those areas, so we were wondering how the men above 35 were staying without women. Idadi ya watu katika maeneo ya kaskazini imekuwa kama maeneo mengine humu nchini. Kulingana na matokeo ya hesabu ya watu mwaka 2019, Kenya ilirekodi zaidi ya watu milioni 47, zaidi ya milioni 23 wakiwa wanaume, huku milioni 24 ikiwa ni wanawake. Idadi hii ikikuwa zaidi ya watu milioni 10 katika sensa ya mwaka 2019 ikilinganishwa na mwaka 2009 ambayo ilirekodi watu milioni 37.7 ya Wakenya. Katika sensa ya mwaka 2019, maeneo ya kaskazini mashariki, Garissa na Mandera yalirekodi idadi ya watu 800,000 katika kaunti ya Wajir ikirekodi watu zaidi ya 780,000, nayo Marsabit ikirekodi zaidi ya watu 450,000, nayo Isiolo ikirekodi watu zaidi ya 260,000. Kulingana na data ya IEBC, uchaguzi wa mwaka 2022, maeneo ya kaskazini mashariki wapiga kura waliosajiliwa Mandera ni zaidi ya 217,000, Garissa ikirekodi watu zaidi ya 2,200,400, Wajir ikisajili watu 207,000, Marsabit ikisajili watu 166,000, Isiolo ikisajili 89,500. Hii ikijumuishwa kuwa zaidi ya wapiga kura 882,700. The punitive vetting process that people from that part of the country were going through every time they were applying for ID cards, something that has seen their numbers not reflected, not just in the voter register but also in the number of people who have ID cards. We seem to be unfair to our Somali brothers. And I think it was about time we found a more humane way, a more modern way of handling the vetting, but the vetting has to be there. But a more modern way, more humane than what they have gone through in the past. Hatua hii ya mahakama ilifuatiliwa na hatua ya Rais William Ruto kuamurisha kuondolewa kwa vigezo katika usajili wa vitambulisho kwa wakazi wa maeneo hayo ya kaskazini. By authority vested in me by the Constitution of Kenya, do hereby proclaim and order. Number 1, that the extra requirements for vetting
and ethnic profiling to which persons living within border counties are subjected to during registration that we have regular documents shall be and is hereby discontinued. Leo umetoa hiyo vikwazo ya identity cards. Hapa ID itakuwa nyingi, kura itakuwa nyingi na itakuwa ni yako, Mheshimiwa Rais. What he has done is that he has ended the apartheid we had in this country. Serious apartheid. You know, apartheid is not only South Africa. Apartheid is a place where you have a discrimination and you carry a special pass. We used to carry what was called like a pink card. Now we feel that we are part of this country and we have gotten our freedom. This is the time we are getting our freedom, whereby the citizens in that part of the country will get their IDs without any problem. Japo hatua ya Rais William Ruto haikupokelewa vyema katika baadhi ya maeneo, maswali kuhusu usalama wa taifa yakiibuka. Wale watu ambao wamekamata machifu wetu sasa watapewa vitambulisho ya Kenya freely. Watapewa. Sasa wakitoka pale wakienda kuteka nyara watu wengine wakikamatwa watakuwa wamebeba ID ya nani? Ya Kenya. Watakuwa wanasema wa Kenya wamekuwa watu wa kuteka nyara watu. Hawa watu watapata pasipoti zetu, waende kula Amerika, waende wakalipue manyumba huko. Watasema wa Kenya wanalipua manyumba huko. Mtapewa visa ya kwenda Amerika. These things ziko na serious security implications. Sio kitu ya kufanya kiholela namna hii. This is fear mongering at its worst. That the people will be able to cross the porous border, come over and take the ID cards is a hoax. It's neither here nor there. And the clan is extremely protective. They don't allow other people to come and infiltrate to get access to this or that document. There is some communal protection already in place that it's really, for me, you know, and we, the pastoral communities, are mobilizing. 2.5 million people, then how much is the registered voters? So they're around 700,000. And so then you ask, then out of 2.5 million, why is it only 600? They don't have ID cards. Students don't get it. Nobody. You struggle for you to get, I mean, you have to really struggle to get identity. Wenye umefikia umri ya kupata kitambulisho na kuchukua kura katika Kenya hii, kwa jamii ya Wasomali, tunaweza kusema ni zaidi ya milioni 3. Katika chaguzi za awali, eneo la kaskazini mashariki limekuwa likipiga kura kwa kuegemea upande wa kinara wa ODM Raila Odinga, ila hili lilibadilika katika uchaguzi wa mwaka 2017 ambapo Rais Uhuru Kenyatta alipokea uungwaji mkono mkubwa kutoka eneo hilo. Wadadisi wa siasa wakisema kuwa Rais Ruto atapata uungwaji mkono mwaka wa 2027 iwapo atasalia na kinara wa ODM Raila Odinga. They will be able to count their solid votes across these 14 ASAL counties. And having solid votes of 5.6 million votes is a game changer for the ASALs. Raila is the darling of the people in that region. So Northeastern should be an easy one for Ruto if he's working with Raila. But probably these two small gestures he's doing, giving them ideas, appointing their members in critical positions in government, is probably meant to tell them, yes, you might have been Baba's supporters, but I'm here an alternative, let's work together with you. Swala la kizazi cha Gen Z na ambacho ni zaidi ya 50% ya Wakenya humu nchini wanatazamiwa pia kubadilisha pakubwa uchaguzi wa mwaka 2027 endapo watapiga kura. People want to take Kenyans for fools. There's nothing called Gen Z. Those who are privileged young men from a privileged community who have always been used to those privileges, who were set up and organized by their own parents and their own leaders and the rest of them. So there's nothing called Gen Z. Of course, across the country, the Gen Zs will be the majority. And depends on how active they will choose to be, or they will be mobilized into being. If the Gen Zs take a very active role in the election, it will be across the country. Personally, I'm a mother of Gen Zs, and I encourage them to do the right things in the right way, so that even when it comes to decision making of electing, they'll have their votes
and their votes will then decide who will be our next leader. Endapo eneo la kaskazini litabadilisha uchaguzi wa mwaka wa 2027 ni jambo la kusubiriwa tu. Elizabeth Mutuko, TV47, Nairobi. Na ndizo karata za siasa kaskazini mwa nchi. Asante sana Elizabeth Mutuko kwa makala haya. Basi tunachukua